Marhaba, zimesalia takriban dakika 4 hivi zitimie saa 10 majira ya alasiri saa za Afrika ya Mashariki. Hali gani? Natumai mzima wa afya popote unapotegea taarifa hizi za mbiu ya KTN. Karibu ni kujuzi yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari, ikiwa yapo mengi tuliyokuandalia. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na mwenzangu Meresha Owiti anakalimani taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Tuanze na taarifa hii kuu ambapo jaji wa Mahakama Kuu Chacha Mwita amemtaka mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai Mohamed Amin kujiwasilisha mahakamani siku ya Alhamisi tarehe 3 mwezi Julai saa 5 asubuhi katika kesi kuhusu kutoweka kwa mwanablogu kwa jina Ndiang'ui Kanyagia. Vilevile hadi kufikia sasa mwanablogu huyo aliyetoweka wiki jana hajulikani aliko kwa zaidi ya siku 10. Jaji Mwita vilevile amemtaka Amin aidha kumwasilisha Ndiang'ui mahakamani au kutoa maelezo thabiti kuhusu kutoweka kwake. Upande wa walalamishi ulifika mahakamani leo ukitaka kuwasilishwa kwa Ndiang'ui mahakamani. Kwenye hotuba yake siku ya Jumatatu, Amin alidai japo Ndiang'ui alikuwa akipelelezwa, hawana ufahamu kuhusu aliko. Naam, ni miongoni mwa taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia. Utakuwa unaipata kikamilifu katika taarifa zetu za hapo baadaye. Tukizamia mengineyo, viongozi wapinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wametaka waziri wa